Mzaliwa wa Mwanza. Mara yangu ya kwanza kufika Mafia ni leo. Na nimefurahi kufika Mafia kwa sababu nilikuwa naisikia tu. Kulikuwa na kitabu kimoja kinaitwa Mwana Marundi, Msukuma mmoja aliletwa huku. Sasa Wajerumani wamekuja kumfunga huku, yeye wakimfunga huku wanakutana naye kule ngambo kule. Yuko na mwenzie wanatembea kule. Wamepitaje kwenye maji? Huo ni utaalamu wa Kisukuma. Waliufanya utaalamu huo, lakini kwa sasa nafikiri mnahitaji kupata kitu kingine. Sio tena ule utaalamu wa kina Mwana Marundi waliofungwa na Wajerumani huko. Chama cha Wananchi CUF ndani ya miezi 6 tukipata madaraka tutakuwa na boti kama ile ya kwenda Zanzibar inayotoka Dar es Salaam kuja hapa na kurudi. Boti kama inayokwenda Zanzibar. Serikali itanunua yako, inakuja inakwenda Dar es Salaam, inarudi inakwenda Dar es Salaam. Hiyo tutainunua haraka na pesa serikali inazo. Hilo wala msiwe na wasiwasi. Hicho kivuko hakitakuwa cha mtu binafsi, kitakuwa cha serikali. Kwa sababu tunalo jukumu la kuhakikisha nchi yetu inaungana. Kuna nchi ambazo kuna baadhi ya maeneo hayajaungana na sehemu kubwa ya nchi, zinaleta matatizo. Ukienda kule Kongo, tatizo mojawapo linalofanya nchi ya Kongo iendelee kuwa na mapigano ni kwa sababu ya kutokuwa na mawasiliano ya sehemu moja ya nchi kwenda sehemu moja nyingine ya nchi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ukitaka kuja Mafia lazima wewe mwenye hela nyingi upande ndege. Sasa tutarahisisha usafiri. Tutakuwa na boti ya abiria inayotosha Dar es Salaam Mafia, Mafia safi kabisa. Hilo msiwe na mashaka nalo. Kwenye serikali ya CUF italipa kipaumbele. Hamtakuwa tena na yale mambo ya kwenda mpaka Nyamisati halafu urudi uje ulale hapa, ukitoka ukienda ndo haurudi tena. Hilo hapana. Serikali ya chama cha Wananchi CUF italirekebisha hilo haraka sana. Ndani ya miezi 6 hiyo boti ya kwenda kwa haraka itakuwa imeshakuja hapa ndani ya serikali ya CUF. Mambo mengine ambayo nataka niwaambie ni kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi kila wakati inawaambia kwamba inatoa elimu bure, lakini kiuhalisia haitoi elimu bure. Kuna michango mingi mno ambayo ipo, ambayo ni afadhali ungeambiwa utoe ada kuliko ile michango iliyopo. Michango ya madawati, michango ya kujenga vyoo, michango ya kujenga madarasa, michango ya nini, yani ni michango mingi sana ambayo serikali ya Chama cha Wananchi CUF haitaki kuona hiyo michango ikiendelea. Kwa sababu ya nchi yetu kuwa na pesa za kutosha, serikali itafanya kazi yake hiyo na kuhakikisha kila kitu kinapatikana, kwa sababu serikali ina uwezo wa kufanya hiyo kazi. Ndugu zangu wana Mafia, serikali ya Chama cha Wananchi CUF chini ya uongozi wa Gombo Samandito mtatibiwa bure. Hakutakuwa na bima ya afya. Bima ya afya tutaifuta, kwa sababu bima ya afya ni kichochoro cha rushwa. Mama mbunge hapa ametoka kusema hapa sasa hivi kwamba angetamani TAKUKURU yeye sio waunganisho wapi kule watu kama usalama kama nini. TAKUKURU waliopo sasa hivi kimsingi ni watumishi wa CCM, sio watumishi wa Watanzania. Na yasema hayo kwa sababu mpaka dakika hii msafara wa mgombea wa CCM na wagombea wa CCM karibia wote wanatumia rushwa kutafuta uongozi wao, na TAKUKURU wako nao na wanatembea nao. Lakini TAKUKURU hawakamati watu wanaotokea Chama cha Mapinduzi na wakiwa wanatoa rushwa, hawakamati. Wanaangalia watu wengine, lakini wanaotokea Chama cha Mapinduzi hawakamati. Kwa hiyo TAKUKURU kimsingi ni kweli haitendi haki, kwa sababu mpaka sasa hivi tunaona kabisa Chama cha Mapinduzi kinakwenda kinagawa baisikeli, Chama cha Mapinduzi kinakwenda kinabeba watu kwenye maroli, kinawapa pesa ili wahudhurie kwenye mikutano, yani kinafanya kila aina ya rushwa. Lakini sasa TAKUKURU ikiwa ndani ya msafara wa huyo mgombea wa CCM, hatuoni mwana CCM akikamatwa kwa rushwa. Lakini tumejaza kwenye simu sasa hivi message za kila siku zinasema usitoe rushwa, chagua mgombea ambaye hatoi rushwa. Sasa CCM yote inatoa rushwa. Sasa na ninyi mnaambiwa msichague, lakini labda tuwashukuru kwamba wanatuambia tusiwachague CCM. Maana unaweza kukuta saa nyingine tunawalaumu, kumbe wako vizuri tu. Wanatuambia tusichague CCM kwa sababu CCM rushwa, ufisadi na mambo mengine ya ovyo kutesa wananchi ni uji na mgonjwa. CCM bila kudhulumu sio CCM. CCM bila rushwa haipo. CCM bila kutesa wananchi kwenye matibabu, kwenye elimu, hakuna CCM ya namna hiyo. Kwa hiyo CCM
yenyewe mambo yake ni yale mabaya mabaya. Lakini kwa sababu CCM kwa sasa iko madarakani, hawa polisi na vyombo vingine vya dola inavitumia vibaya. Na inavitumia vibaya kwa sababu tu vyombo hivi inaviteua yenyewe na kuwaajiri. Sasa hawa polisi na watu wengine wanalinda chakula chao, wanalinda msosi wao, wanalinda angalau ajira zao ili waendelee kuwa kwenye ajira. Lakini ukiwauliza polepole hata wenyewe, na wenyewe pia wanainunia CCM. Hawaipendi kwa sababu haiwajali. Tumemaliza kuambiwa sasa hivi tu hapa kwamba nyumba za polisi ukiziona ziko pale, zinakuuliza nianguka sasa hivi au nianguke baadaye. Sasa hata wenyewe CCM haiwajali. CCM yenyewe ukiangalia bendera yake ile pale ina alama ya jembe na nyundo, kwa kuashiria kwamba inajali wakulima na wafanyakazi. Lakini CCM imesahau wakulima. CCM wafanyakazi haiwajali, ila inawatumia kuwa ngazi ya yenyewe kufika kwenye madaraka inayoyataka. Kwa hiyo ndugu zangu, ikifika muda wa kupiga kura, tunawaombeni sana muende mkatumia haki yenu ya kikatiba kuiondoa CCM madarakani. Kwa sababu serikali iliyoko madarakani iko pale kwa mujibu wa katiba. Na imewekwa pale na ninyi wenyewe wananchi ndio mlioiweka pale, serikali ya Chama cha Mapinduzi. Sasa serikali hiyo hiyo ya Chama cha Mapinduzi inaweza kuondolewa na wananchi hawa. Ninyi hawa mnaweza mkaiondoa. Hiyo ni kwa mujibu wa katiba iliyopo. Japo katiba iliyopo ni mbaya, lakini hiyo mbaya ndio iliyomweka Samia mamlakani akawa rais. Na sasa anatafuta kuchaguliwa tena aweze kuendelea kuongoza. Lakini pamoja na hayo, anataka kuendelea kuongoza kwa kuhakikisha Watanzania wanaendelea na tatizo lao la umaskini, tatizo la kukosa huduma wanazostahili, kwa sababu wao hata wakiugua au wakitaka kusomesha watoto wao wanapeleka nje. Hawashughuliki na ninyi hapa. Sasa kwa sababu hawashughuliki na ninyi, hawana habari kwamba na ninyi ni watu. Wamewaacha nyie wenyewe mjitegemee. Kwa hiyo bwana, sisi elimu kama chama cha wananchi kafu tutaitoa bure. Bure kabisa, kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu. Hakutakuwa na mikopo ya wanafunzi chuo kikuu, ila kutakuwa na posho ya wanafunzi watakao kwa chuo kikuu. Mimi mwenyewe nimesoma chuo kikuu kwa kupewa mpaka posho, wala sio mkopo. Yaani shule ya sekondari mimi nimesoma, nilipokuwa nakwenda sekondari nilikuwa napewa mpaka hela ya kwenda na kurudi, na warrant nasafiri kwenye treni, nafanya mambo yangu yote vizuri kabisa. Lakini serikali ya sasa kila dakika inalalamika haina pesa, kila siku haina pesa. Lakini ukiangalia afya zao kila siku zinaonyesha kwamba wana pesa nyingi. Ukimsikiliza CAG kila siku analalamikia habari ya wizi.